Habari, karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya Uhuru wa Afya, na leo tuko na mada ambayo inasema jinsi ambavyo mwanamke unaweza ukatibu ugonjwa wa kutoa harufu mbaya yenye shombo la samaki sehemu za siri. Njia hizi ni njia za asili. Ili kuweza kusikiliza video hii, tafadhali naomba nikusihi kwamba subscribe, comment, pia ulike ili pia uweze kupata maudhui yetu ya afya ambayo tunayatuma katika ukurasa huu kila siku, na utakuwa wa kwanza kupata maudhui yetu. Lakini vile vile unaweza ukashare kwa marafiki zako unaowapenda, jirani yako na mtu mwingine yeyote, ili pia naye aweze kupata maudhui haya ya kiafya, naye aweze kusaidiwa. Kumbuka tu kwamba Uhuru wa Afya tunakupatia suluhisho la afya yako, tunakupatia uhuru wa afya yako, nawe uweze kuwa huru kuepukana na changamoto zozote zinazohusu afya yako kila siku. Sikiliza kwa makini. Hatua hizi ni hatua muhimu sana, zipo 15 ambazo zitakusaidia kuweza kuondokana na changamoto hizi za kutokwa na harufu ya shombo la samaki sehemu za siri. Ikiwa tu umefanya jitihada za kuweza kujitibu changamoto hizi kwa kutumia njia za asili na haujaweza kupata suluhisho, tafadhali wasiliana nasi, tupigie simu kwa namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutaweza kukusaidia kuweza kukupatia tiba, lakini pia ushauri bure. Hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kufanya ni kudumisha usafi wa sehemu za siri. Osha uke kwa maji safi na uvuguvugu kila siku, hasa wakati wa hedhi. Namba 2, kuepuka kutumia sabuni kali. Sabuni zenye harufu kali au kemikali huweza kuvuruga bakteria wa asili ukeni. Namba 3, kutumia chupi safi na yenye pamba. Nguo za ndani za pamba huruhusu hewa kupita na kupunguza unyevu usiohitajika. Namba 4, kuepuka kuvaa chupi au nguo za kubana kwa muda mrefu. Nguo zinazobana husababisha joto na unyevu, hali inayochochea bakteria wabaya kukua katika sehemu za siri na kusababisha harufu mbaya. Namba 5, kubadili mara kwa mara pedi au taulo za hedhi. Usafi wakati wa hedhi ni muhimu sana kuzuia harufu na maambukizi ya bakteria wanaoweza kushambulia sehemu hizo. Namba 6, kunywa maji mengi kila siku. Maji husafisha mwili na kusaidia kutoa sumu. Namba 7, kujiepusha na kujisafisha ndani ya uke kwa kutumia dawa au vifaa. Uke hujisafisha wenyewe. Kusafisha ndani kwa dawa huua bakteria wazuri. Namba 8, kutumia maziwa mtindi husaidia kurejesha uwiano wa bakteria wazuri. Namba 9, kuepuka vyakula vya sukari na mafuta mengi. Vyakula hivi huchochea ukuaji wa fungus na bakteria wabaya. Namba 10, kuwa mwangalifu na mwenza wako wakati wa ngono. Ngono isiyo salama huweza kuingiza bakteria na magonjwa, huchochea harufu mbaya. Namba 11, kutumia kinga wakati wa tendo la ndoa. Kondom husaidia kuzuia maambukizi ya bakteria au fungus kutoka kwa mwenza. Namba 12, kujisafisha baada ya tendo la ndoa. Inasaidia kuondoa bakteria wa nje walioweza kuingia wakati wa ngono.
Namba 13, kupumzisha uke dhidi ya matumizi ya vipodozi vya uke. Mafuta au kirimu zisizokuwa na ushauri wa kidaktari huweza kuleta matatizo katika sehemu za uke. Namba 14, kuonana na daktari endapo harufu haipungui. Harufu kali ya samaki huweza kuwa dalili ya maambukizi kama bakteria vaginosis. Namba 15, kuepuka kutumia antibiotic bila ushauri wa kidaktari. Dawa hizi huweza kuua bakteria wazuri na kuongeza athari ya maambukizi mengine. Kumbuka, harufu isiyo ya kawaida inaweza kuwa ishara ya maambukizi. Ni muhimu kutafuta msaada zaidi ili uweze kupata matibabu kwa haraka iwezekanavyo. Hivyo basi nikusii, kama una changamoto za kutoka na harufu sehemu za siri, usisite kutupigia kwa namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutaweza kukusaidia kwa kukupatia tiba, lakini pia na ushauri bure. Vile usisahau kusubscribe, kucomment, pia kulike ili uwe wa kwanza kupata mahudhui yetu pindi tunapo upload kila siku. Asante na karibu sana.